Yesu asifiwe. Leo ni tarehe 9 ya mwezi huu wa 3, siku ya Jumapili. Kipindi hewani utupeleo riziki yetu ya kila siku, na tunaendelea na tafakari ya kwamba uiangalie fedha rohoni zaidi ili iweze kufanikisha kuliko ambavyo unaiangalia kimwili. Leo nataka nikupe wazo jingine ambalo tutalipanua zaidi kutokana na kule ambako tunataka kuelekea. Wazo la leo labda na kesho tutatembea nalo, ambalo nataka nikupe ni hili linalosema ya kwamba kufanikiwa kwako kiuchumi. Kufanikiwa kwako kiuchumi kunategemea sana uwezo wako wa kuona rohoni. Alafu na kuleta hayo unayoona rohoni mwilini, kuyaleta hayo unayoona rohoni mwilini. Kwa hiyo uwezo wako kwanza wa kuona rohoni, alafu uweze kuyahamisha hayo unayoona rohoni kuja mwilini, utaamua au unaamua kwa kiasi kikubwa unafanikiwaje kiuchumi hapa duniani. Kwa nini? Kumbuka Mungu alichagua dunia hii iongozwe kwa jinsi ya mwili, lakini kutoka rohoni. Hii dunia ni muendelezo wa ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni ni ufalme wa roho, kama Mungu yeye alivyo roho, kama Injili ya Yohana inavyotuambia sura ya 4. Kwa hiyo yeye ni roho na mfumo wake wa kiutawala unaanzia rohoni, lakini anataka tutawale mwilini. Kwa hiyo ili uweze kuwa na mafanikio ya kiroho, sharti uone vitu rohoni kwanza, alafu uwe na nguvu, uwe na uwezo wa kuvitoa kwa rohoni kuvileta mwilini, na hapo ndipo unapofanikiwa ikiwemo kiuchumi. Hakuna tofauti. Lazima uone picha rohoni, kisha kuona hiyo picha rohoni uifanyie kazi kuileta mwilini, na vile ambavyo unashindwa kuifanyia kazi kunaamua maisha yako ya kiroho jinsi yalivyo leo. Ukiona rohoni ukashindwa kuleta mwilini, unabaki kuwa na maono lakini hauna mafanikio ya mwilini. Wanaofanikiwa ni wale wanaoona na wanatafsiri na kuhamisha yale wana rohoni kuyaleta mwilini. Takupa mfano mmoja kutoka Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 13 mstari wa 44 hata ule mstari wa 46. Injili ya Mathayo sura ya 13 mstari wa 44 hata 46 inasema, tena ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba. Ufalme wa mbinguni, angalia, ambao ni ufalme wa rohoni, anasema umefananishwa na hazina, jambo la mwilini, iliyositirika, maana yake imefichwa katika shamba. Alafu anasema mtu alipoiona, angalia, aliificha. Kwa hiyo aliyeiona naye alificha tena, na kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote, akalinunua shamba lile. Kwa hiyo aliona hazina iliyokuwa imejificha, akaificha tena, akaenda akauza kwa furaha vyote alivyo navyo, akalinunua lile shamba, akaenda akanunua lile shamba. Mstari wa 45, tena ufalme wa mbinguni umefanana na mfanya biashara. Angalia, mfanya biashara. Yule wa kwanza tumeambiwa ni mtu, huyu wa pili tumeambiwa mfanya biashara, ametajwa kwa cheo, mwenye kutafuta lulu nzuri, naye alipoiona lulu moja ya thamani kubwa. Kwa hiyo lulu pia ilikuwa imejificha, maana alikuwa anaitafuta. Na alipoiona lulu moja ya thamani kubwa, angalia alichokifanya, alikwenda akauza alivyo navyo vyote, akainunua. Hapa nataka uone mambo kadhaa kwa watu hawa wawili ambayo nitagawanya kwenye makundi mawili. Kundi la kwanza ni mambo yanayofanana ya hawa watu, ni kundi la pili ni mambo yasiyofanana. Tuanzie hapo, alafu nikuonyeshe jambo nataka uone. Kumbuka theme yetu au mada yetu kubwa, lengo letu kubwa, ili ufanikiwe mwilini lazima uone au mafanikio rohoni na uyavute kuyaleta mwilini, yaonekane katika ulimwengu wa damu na nyama, ndipo wanafanikiwa. Soma watu wawili utagundua na mambo matatu ambayo wanafanana. Jambo la kwanza utagundua kwamba wote waliuza walivyo navyo vyote. Yule mtu alipoona hazina iliyositirika, alificha, akaenda akauza vyote alivyo navyo. Kalia jambo la pili ambalo wanafanana, baada ya kuuza walivyo navyo vyote, walienda kununua walivyokuwa wanatafuta. Kwa hiyo kila mmoja, mtu aliuza alivyokuwa navyo, akanunua shamba lenye hazina. Mfanyabiashara aliuza vyote alivyokuwa navyo, akaenda akanunua lulu yenye thamani. Wote waliuza vyote walivyo navyo. Wote walienda kununua kwa kutumia fedha hivyo vitu walivyouza vile walivyokuwa wanatafuta. Jambo la tatu ambalo nataka uone na wanalofanana, wote walikuwa wanatafuta vitu vilivyojificha. Na kama wanatafuta hivi vitu vilikuwa vimejificha. Hazina ilikuwa imejificha
na yule bwana alipoiona akaificha tena, lakini huyu naye mwenye lulu ilikuwa imejificha na wote walikuwa wanatafuta. Kwa hiyo hazina ilikuwa imesitilika, lulu ilikuwa inatafutwa imejificha, wote walikuwa wanatafuta na wanatafuta vitu vilivyojificha. Kwa hiyo wote walikuwa wanatafuta. Walivyopata wote wakauza vyote walivyonavyo, wakaenda wakanunua walichokuwa wanatafuta, na walivyonunua walichokuwa wanatafuta wakapata kitu cha thamani kulingana na wao, kulingana na vile ambavyo walikuwa wanatafuta. Nataka uone nini? Nataka uone ya kwamba hawa ndugu wanakuwa na kitu rohoni. Walikuwa na kitu rohoni ambacho wanakiona. Alienda kuuza vitu vyote, akanunua shamba lililokuwa hazina imestilika. Kuna kitu alikuwa anakiona rohoni kwenye lile shamba kilichomsukuma kufanya action ya mwilini, hata kuuza vyote alivyonavyo ili aende akanunue. Na alivyouza mara moja akaenda akanunua lile shamba. Fanya biashara, kuna kitu alikuwa anakiona rohoni kwenye lulu yenye thamani kubwa, na alivyokiona hicho kitu hakusita kuuza vyote alivyonavyo, akaenda akanunue lulu moja yenye thamani kubwa. Hii ni jambo la msingi sana. Maamuzi yao ya nje yalisukumwa na maamuzi yao ya ndani. Waliona ndani, yale maamuzi ya ndani yakawapa picha kubwa ya wanachokiona mbele, na hiyo ikawasukuma kufanya maamuzi ambayo kama leo tungeita hatarishi. Fikiri waliuza vyote walivyonavyo, waliuza mali, kama ni nyumba waliuza, fikiri wakaenda kununua hivi vitu. Ni wazi kuna kitu kikubwa ndani yao ambacho walikiona kilikuwa kinawasukuma kufanya haya maamuzi. Hauwezi ukafanya maamuzi ya namna hii kama hakuna kitu unachokiona rohoni kinachokusukuma kuona kwamba kuna mafanikio makubwa mbele yako. Maono. Ndio maana Biblia inasema watu wangu wanaangamia, pasipo maono watu huangamia. Biblia inasema pasipo maono watu huangamia. Kwa hiyo lazima, na pia ushindwe kujizuia. Huangamia na ushindwe kujizuia. Kwa hiyo ni muhimu sana uone. Ukiona unaweza kujizuia kufanya vitu vingine ili uweze kufanya maamuzi yatakayo kufanikisha kiuchumi. Kesho nitaendeleza tafsiri hii, na Mungu akubariki sana. Saa 12 asubuhi utakavyoendelea kufuatilia. Mungu akujalie kuona kile unachotaka uone, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Amen.